Baba yetu tena Mungu wetu, ninaleta mjoli wako machoni pako. Unamwelewa, unamjua. Ninaomba Bwana ukamwanoint for this hour, that he may speak of your oracles, that he will preach the word of God, and that people will be saved, people will be healed, people will continue to serve you as God. We thank you and we honor you, for it is in Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Asante sana mama. Sahihi, shukuru Bwana ni kwa sababu ya wema wake zake. Nimekuja hapa kuleta tu neno la Bwana na ni ya baraka sana kupata nafasi kama hii. Nataka kwanza kuchukua nafasi hii kushukuru bishop wetu, askofu pamoja na mam kwa kupata nafasi hii nyingine tena. Haikuangi rahisi kama vile senior elder Jumapili iliyopita akajieleza kwamba haikuangi rahisi kusimama mbele, lakini Roho wa Bwana tunajiachilia tu kwa Roho wa Bwana ili akaweze kufanya neno lake. Kama vile nimesema, mimi naitwa Peter Kinyanjui ama Peter Cairo, na Yesu ni Bwana katika maisha yangu na niko na amani yake, na si amani kwa sababu ya nini, lakini ni amani yake. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanapatanga amani kwa sababu ya mambo ambayo wako nayo, lakini mimi niko na amani kwa sababu ya Kristo kuniokoa. Niko na matumaini ya kwamba nitapata uzima wa milele. Na dumu katika wokovu, napigania huu wokovu, sitaki kucheza naye, ni kwa sababu siku ambazo tunaishi ni siku ambazo ni siku za hatari sana. Na Biblia inasema mahali fulani ya kwamba siku za mwisho upendo wa wengi itapoa. Ninaomba Mungu ya kwamba upendo wetu usipoe, bali tuendelee kupendana katika Yesu, ni kwa sababu alituokoa na siku moja tutaondoka katika hii dunia. Basi siku hii ya leo niko na neno katika Bwana. Ni neno kidogo, si ya masaa mengi, ni ya dakika kidogo, na ni neno ambao sengine inakuwa gumu kidogo, ni kwa sababu ni neno ambao ni ya kutoa. Bwana asifiwe sana. About giving. Ni kuhusu kutoa, na ni ya baraka sana. Ninataka kuamini ya kwamba tutabarikiwa. Kuna watu wengi sana wamebarikiwa kwa sababu ya kutoa, si kwa sababu ya mambo mengi. Ni vizuri kusoma, ni vizuri kufanya kazi mzuri na biashara kubwa na kupata pesa mingi, lakini pia upande mwingine ni mzuri kutoa na Bwana ataweza kukubariki. Kutoa ni njia moja ya kufungua dirisha na milango ili ukaweze kufanikiwa. Inafungua milango mingi. Ndiposa ninasema ya kwamba kutoa ni somo ngumu kidogo, lakini Bwana atanisaidia. Asubuhi ya leo nataka tufungue pamoja katika kitabu ya Mhubiri. Hiyo ndio tutaanza nayo. Kitabu ya Mhubiri 11. Tutasoma mistari michache hapo. Kwa sababu ya wakati, Pastor Mike alikuwa ananiambia nihubiri na Kizungu. Dada yetu Shari atanitafsiria, lakini wacha tu sababu ya masaa. Tutaendelea tu na Kiswahili. Aya 11 inasema, tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Uwagawie sehemu ya 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalo kuwa juu ya nchi. Mawingu yakiwa yamejaa mvua yataimimina juu ya nchi, na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini. Basi tunasikia kwamba mhubiri, na mimi alikuwa ni Suleiman ambaye aliandika hii kitabu, na akasema ya kwamba tupa chakula chako usoni pa maji mengi, maana utakiona baada ya siku nyingi. Kuhusu kutoa katika maisha yetu, kutoa ni aina mingi. Kuna kutoa fungu la 10, kuna kutoa sadaka, kuna kutoa sadaka ya kujitakia, ama sadaka matoleo ya yani dhabihu ya wacha niseme ni ya kujitolea. Yani ukisikia ya kwamba kuna mahali kuna kutoa, unaenda unatoa. Ukisikia kuna mahali kuna fundraising, unaenda unatoa. Ukisikia mtu ako na njaa, unaenda unamtolea.
leo nataka kuzungumza kuhusu hiyo. Kuna fungu la 10 na kuna sadaka na kuna matoleo mengine ambao huwa inaorodheshwa ama ambao tunaambiwa. Lakini siku hii ya leo ama asubuhi ya leo nataka kuzungumza matoleo ya kujitakia ama matoleo ile wewe mwenyewe unasikia kutoa kwa sababu ya jambo fulani. Bwana asifiwe sana. Mhubiri anasema ya kwamba tupa chakula chako kwenye maji mengi. Hii ni kumaanisha kwamba unatoa sadaka kila mahali ambapo panafaa ama pahali panaonekana. Kwa mfano, leo mniruhusi nitoe mifano mingi. Kwa mfano, na nitatoa mfano na mimi pahali ambapo ninafanya kazi, na hii ni mfano na ni ukweli ambao ni kitu ilifanyika. Ndio tukaweze kuelewa. Kwa mfano pale mahali nafanya kazini ni pahali pa chakula. Na kukawa na huyu dada ambaye alitoka Namanga na alikuwa ameitwa akuja afanya kazi hapa Nairobi. Lakini yule alimwajiri huyu dada kufika Nairobi akawa amezima simu. So huyu mdada na alikuwa na mtoto mdogo akalala nje. Bwana asifiwe sana. So asubuhi nikamwona kwenye mlangoni kwangu mahali mimi nafanya kazi. Nikauliza, dada ni nini? So akaniambia kahadithi karefu na nikamsikitikia. Huyu dada akaniambia anatoka Namanga na bila alikuja sasa hana namna ya kurudi sababu hata hii pesa alipatiwa ya kuja Nairobi. Kwa hivyo wakati aliniambia kutoka mpaka na Namanga akaniambia ni 1200. So nikampatia. Hiyo ndio ninasema sadaka ambayo unaweza ukatoa ya dharura. Na hiyo ndio sadaka ambayo itakufanya ifungue milango yako. Sababu nikimaliza baada ya mahubiri haya ama baada ya mafundisho haya tutaona ya kwamba kuna sadaka ya kufungua milango. Hiyo ndio itakuwa somo langu la mwisho. Yaani kuna baraka, unaweza kuomba, unaweza kutoa, lakini kuna sadaka ama kuna dhabihu unaweza ukatoa ikaweze kufungua milango yako yote. So huyu dada nikampatia 1500 na akaweza kwenda mpaka kwao nyumbani na alitoka kitu saa 5 na saa 11 akaniambia amefika. Na akaniambia kwamba amelipishwa 900 kama anirudishie ingine 300 ama 400. Nikamwambia hapana dada, si ulikuwa na mtoto mnunulie maziwa. So wakati mimi nilitoa nikasikia moyo wangu umefurahi. Nikasikia niko na amani kwa sababu nilifanya kitu na ikatendeka. Na yule ambaye alipokea akafurahi na akasaidika na mimi nikawa na amani. Kwa hivyo wapendwa, weka pesa yako kila mahali. Tupa pesa yako kila mahali. Biblia inasema ya kwamba wakati mawingu itajaza maji na kumwagia ardhi, chochote ambacho ulitoa ama chakula yote ama pesa yote ambayo ulitoa ama chochote ambacho ulitoa kitamea. Kwa sababu naye Mungu chochote ambacho unatoa, ninataka tukubaliane ya kwamba chochote ambacho unatoa ni mbegu. Na kuna wakati itakuja kumea. Kwa hivyo wewe unatupa kule na unatupa kule na unatupa kule, na wakati mawingu yatakuwa na mvua, Bwana asifiwe sana, yatakuja kuchipuka, yatakuja kumea. So asubuhi leo kuna huyu ambaye anaitwa tuenda katika kitabu ya Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 10. Hapo ndio tuanze na hiyo. Matendo ya Mitume mlango ya 10 mstari wa kwanza na wa pili na nitaruka mpaka wa 34 na 35. Biblia inasema ya kwamba palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua mchanji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Huyu ni Kornelio na alikuwa mkuu wa kikosi. Na kikosi ambayo alikuwa nayo sababu alikuwa mkuu, alikuwa ameajiriwa na serikali ya Roma. Na alikuwa na chini yake alikuwa na watu kama 100 ambao walikuwa chini yake. Kwa hivyo alikuwa ni mtu mkubwa. Namba hiyo nyingine, namba 2, alikuwa ni mtaifa. Na wakati huu Injili haikuwa imefikia mataifa. Kwa hivyo Injili wakati huu ilikuwa tu kwa wana wa Israeli peke yake. Lakini sasa hapa tunakuta tena kuna huyu ambaye anaitwa Kornelio. Wakati mmoja
wakati alikuwa anaota akaona maono, na Biblia inatuambia ya kwamba alikuwa muombaji sana na alikuwa mtoaji. Hapa kuna mambo mawili, kuna kuomba na kuna kutoa. Biblia inasema ya kwamba kulingana na huyu mjamaa ya kwamba alikuwa anatoa na alikuwa anaomba, na kutoa kwake Biblia inasema ya kwamba alikuwa anapatia maskini, na hatuambiwi ni maskini wangapi ama specific. Ni kumaanisha ya kwamba kile maskini ambaye alikutana naye alimpatia, akikutana na maskini anampatia. Biblia pia inatuambia kuhusu huyu Kornelio ya kwamba alijengea wana wa Israeli ama Wayahudi masinagogi, na ni mtu ambaye hakuwa ameokoka, si mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtu tu wa mataifa. Bwana asifiwe sana. Biblia inatuambia ya kwamba wakati Mungu wa mbinguni maombi yake kutoa kwake, wakati ilifika mbinguni akamtumania. Tusome 34 ndio tukaweza kuelewa. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika namtambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani ya Yesu Kristo, ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa hapa tunaona Petro anajaribu kusema ya kwamba huyu Kornelio alipata neno, na kupata neno huyu Kornelio, tukisoma hadithi yake, ndio ilikuwa ni mlango ya kufungua injili kwenda kwa mataifa, sababu hakuna mtu mwingine ambaye ni wa taifa ambaye alikuwa amepata injili. Kwa hivyo wakati Kornelio alipata hii injili, ama wakati aliokoka, injili kataba mpaka Samaria. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mtu mmoja. Nataka kusema ya kwamba wapendwa, kuomba si mbaya. Kuomba ni mzuri, lakini kuomba ili uweze ukabarikiwa, lazima maombi yako ipelekane na kutoa kwako ili ukaweze kubarikiwa. Kornelio pamoja na watu wake walikuwa wanatoa. Watu wake walikuwa mchaji Mungu, lakini hawakuwa wameamini. Ule wokovu hauko umefika mahali pale, lakini kwa sababu ya kutoa kwake, kwa sababu ya kujengea Wayahudi masinagogi, hii kitu ambayo ikamfikia Mungu, na Mungu akasema hapana, huyu mtu lazima aokoke. Asubuhi ya leo sijui kama wewe unaomba tu maombi peke yake, ama wewe unatoa tu peke yake, ama unaomba peke yake. Lazima maombi haya yapelekane vizuri, lazima yapelekane mawili ili ukaweza kubarikiwa. Kwa hivyo Kornelio ambaye alikuwa ni mtu wa taifa, kwa sababu ya kutoa kwake na kwa sababu ya maombi yake, Mungu akambariki. Biblia inasema ya kwamba yeye pamoja na nyumba yake yote waliweza kupata wokovu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutoa. Huenda sisi hatukuokoka kwa sababu ya kutoa, lakini kumbuka ya kwamba huyu alikuwa ni mtaifa, na Biblia inasema kwa matoleo yake aliweza kufanya nini? Aliweza kuokoka. Tuone mtu mwingine katika Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza na mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba palikuwa na mtu mmoja wa Rama, Msufi, wa nchi ya milima ya Efrauni, jina lake akiitwa Elkana mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefrauni. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. So tunaona ya kwamba Elikana alikuwa na wake wawili, na huu wa kwanza Hana, sababu yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuolewa, alikaa sana bila mtoto, na hivyo ikabidi huu Elikana akaweza kumuoa Penina. Penina akaanza kupata watoto,
kama vile tunavyojua huyu Penina akaanza kumkejeli huyu Hana, na Hana akawa na uchungu mwingi sana katika maisha yake. Na Biblia inasema kuhusu huyu Elkana, kila mwaka alikuwa anaenda anatoa sadaka. Kila wakati alikuwa anaenda sadaka, alikuwa anatoa sadaka. Kila wakati alikuwa anatoa sadaka, ama alikuwa anapeleka sadaka kila mwaka. Na Biblia inatuambia kuhusu huyu Elkana, wakati alikuwa anatoa fungu lake la sadaka, alikuwa anapea Hana mara mbili, ama sadaka mara mbili, kwa sababu alimpenda sana. Lakini huyu Penina alikuwa anapewa mara moja, pamoja na watoto wake ambao alikuwa na wao. Lakini ile kitu ninataka tujue ya kwamba wakati Hana alimlilia Bwana, Bwana asifiwe sana, kuna kitu alifanya. Tusome ndio tukaweza kuelewa vizuri. Tukaweza nitolee 11 bila kama inawezekana. Okay, wacha nisome basi. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto kiume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ndiposa nikasema ya kwamba kuna sadaka ambayo huwa inafungua njia. Tunaona baada ya miaka mingi na baada ya muda mingi, na tuamini ya kwamba si mara moja Elikana wakiwa na Hana walienda kumtolea Bwana sadaka. Walienda miaka mingi na muda mrefu, lakini hakuna kitu ilifanyika. Lakini sasa hapa mstari wa 11, Hana wakati aliingia katika hekalu, na wakati huu nabii wa wakati ule alikuwa ni Eli. Biblia inatuambia kwamba Hana aliomba maombi ya uchungu, mpaka huyu kuhani akaona nikana kwamba huyu Hana ni kama alikuja akiwa mlevi, na akamwambia, kwa nini Hana usiwaje pombe yako? Naye huyu Hana akamwambia kwamba mimi si ati nilikuwa nimelewa, lakini nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Biblia inatuambia kwamba huyu Hana alikuwa ameweka nadhiri kwa moyo wake, akamwambia Bwana, iwapo utaniangalia, utaangalia teso langu na kunipatia kijana mwanaume, nitamrudishia. Hii ni kusema nini? Wakati unaahidi Bwana akupatie kitu na mrudishie, hiyo ndio itakuwa kifungua mimba. Angalia Hana, wakati alipatiwa kijana wa kwanza, alipatiwa Samueli akawa sasa hiyo ndio kifungua mimba. Akawa na watoto wengine wengi. Si kwamba hawakuwa wanaona Bwana yake, lakini wakati aliweka nadhiri, hapo Bwana akamfungua. Sijui ni kitu gani wewe katika maisha yako umeendelea kutoa na kutoa na kutoa, lakini haujaweka nadhiri. Na mara mingi wakati tunatoa kulingana na vile mimi nimejua ama niko na ujuzi, chochote ambacho unatoa katika nyumba ya Mungu ipatie jina. Hana aliambia Bwana, wakati utanipatia mtoto wa kiume. Kwa hivyo Hana alitaka kitu specific, alisema kijana wa kiume, hakutaka msichana, na Mungu akatimiza. Wakati Hana alipata mtoto, na baada ya miaka 2 akamrudisha kulingana na vile alisema. Ikawa sasa baraka za Hana zikaanzia hapo. Siku moja ndipo nikasema nitatoa kuhusu mimi mwenyewe. Ili Bwana akaweze kunibariki. Wacha niseme nimebarikiwa kiasi yangu, si kama kiasi yako. Na wakati moja mahali ninafanya kazi, ninataka tuone ya kwamba chochote ambacho unatoa kipatie jina na uahidi Mungu utafanya nini na Bwana atatenda. Nikawa ninasumbuliwa sana na vijana wale walikuwa wanasumbua watu zamani. Nikasumbuliwa kama miaka 2. Na hii ni ushuhuda ambao nilipatia askofu. Wakati nilisumbuliwa sababu nilikuwa na hoteli. Sasa nikipika, hao vijana wanakuja wanachukua yote. Nikipika kwa miaka 2. Na nakumbuka wakati moja askofu alinipatia madhabahu tukiwa pale. Ni kama miaka 10 iliyopita.
Akaniambia sasa wewe ndio utahubiri. Wakati nilianza kuhubiri ama kufundisha, ilikuwa ni Bible study. Hata sikufikisha quota ya mafundisho ambayo nilikuwa nayo. Nikaanza kulia, machozi katoka na nikaketi tu chini. Naye askofu akashuka akachukulia, akamaliza ujumbe ambao nilikuwa nao na akaniita. Na nikamwambia, na akaniambia, "Wewe enda ujiandae, nitakuja." Na nataka ni kitu gani kilifungua baraka zangu? Wakati bishop alikuja, askofu wetu ambaye tunamjua tunampenda, alikuja na maujumbe, alikuja na wazee. Na wakati alikuwa anakuja, nataka nimpatie siri. Ukitaka kufunguka ama ukitaka kufunguka milango ama madirisha ama baraka zako, jifunze kutoa. Jifunze kuheshimu watumishi wa Mungu. Wakati nilijua askofu anakuja, mimi niliandaa chakula ya hali ya juu sana. Hata nikaita watu ambao wanaitwa caterers. Hao ambao wanapika. Na wakatengeneza chakula mingi. Na ijapokuwa bishop alitumana, sababu wakati alikuwa anatoka kwa ofisi, wageni wakaingia, akatuma wazee 3. Na ile kitu nilifanya baada ya kupika, nilikuwa na bahasha 3. Na hizo bahasha nikaziita majina. Hii bahasha ya kwanza itakuwa ni kufungua kazi. Hii ingine ni kuniondolea hawa watu. Hii ingine ni kuniletea watu kutoka mbali. So hiyo bahasha nikaweka namna hiyo, na baada ya kukula, sababu wale wazee walikula sana, mpaka sasa walikuwa wanatazama chakula sijui wachukue gani, sababu ilikuwa mingi, hawakumaliza. Na wakati huo, wakati walikula na wakashiba, na in fact hata walikuwa nakaa na side, sababu tumbo ilikuwa sasa mahali pale. Na nikamwambia hapana, malizeni tu, sababu hii nimeandaa kwa ajili yenu. Wakati walikula na nikawapatia bahasha hizo 3, hawakuomba. Hawakuomba hata kidogo, lakini maneno ambayo walisema ilifanya kazi. Mzee wa kwanza akasema ya kwamba, unajua sasa ameketi namna hiyo, mzee Kinyanjui, hawa watu ambao wanakusumbua hautawaona tena. Huyo akamaliza. Wa pili akasema ya kwamba wale watakuwa wanakuja hapa watakuwa wanakuja mbali na karibu. Huyo akamaliza. Watatu akasema ya kwamba utabarikiwa. Hiyo ikaisha tu namna hiyo. Na nikawapatia bahasha 3. Hii ni ya bishop, hii ni ya kanisa, na hii ingine ni ya kufungua kazi. Na wakaenda. Nataka nimesimama hapa kwa madhabahu. Maneno ambayo walisema ilifanya kazi. Bwana asifiwe sana. Wale walikuwa wananisumbua. Baada ya wiki moja tu, nikaanza kuona vijana wadogo wanakuja na wanakula, wanaenda, wanakuja, wanakula, vijana webaba sana. Kama Shali namna hii. Pole sana. Wewe si mwebaba. Ni webaba. Sasa walikuwa wanakula wakienda. So siku moja, wakati walikuwa wanakula, nikaona wamesimama sasa wanakula sahani moja. Nikawaambia, nyinyi vijana, wacheni sasa hiyo mnafanya si tabia mzuri. Kila mtu anamleteanga chakula yake. Waliamuka juu akaniambia, tunakuja hapa kwa ajili yako. So mimi sikuelewa ni nini, na wakati walisimama nikaona wameweka bunduki hapa, pistol. Kila mtu alikuwa na mbili. Nikajua mimi nimeisha, nikaambia Bwana ningoje, sababu sasa ni wakora wanataka kunimaliza. Wafanyikazi wangu wakatoroka, hawa wakakula chakula sahani moja, wakawacha 500, sije watakuja kurudia. Wakati walienda, kumbe waliitwa na huko nyuma. Wale watu wote walikuwa wananisumbua. Mongeki. Waliwekwa siku hiyo nilijua kuna pro box. Wakawekwa kwenye pro box 2, wale walibakia wakapigwa risasi hapo wakaisha. Kutoka wakati huu mpaka saa hii sikuona Mongeki tena mpaka saa hii. Ikaisha tu namna hiyo. Kwa sababu gani? Ya kutoa. Mwingine sasa ule alitoa unabii kwamba wale watakuwa wanakuja hapa watakuwa wanatoka mbali. Baada ya wiki moja wazee wengine wakasema, wakakuja wakaniambia kwamba hii sifa ya hii kazi yako tuliisikia tukiwa Eldoret, mwingine alisikia sijui akiwa Australia. Na ndipo wakitoka Eldoret wanashuka wapi? Hapa walikuwa watu wa transport. So yule alisema ya kwamba wale watakuwa nakula watakuwa natoka mbali na karibu. Hiyo ikafanyika mpaka saa hii. Wale wateja wangu wote ambao niko na wao, kama ni wa hapa area hiyo, labda ni wachache sana, lakini wengi ni wa kutoka mbali. Neno ambalo lisungumuzwa kitu miaka 12 iliyopita.
Watatu akasema ya kwamba utabarikiwa. Na si nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Mimi nasemaga na si kujidai wapendwa. Nasemaga hii gari nimenunua ni ya 5. Na wakati mmoja nilikuwa nanunua gari na simu. Tukikubaliana na mzee Duku ni pesa ngapi? Ukiniambia ni pesa ngapi nipatia namba yako ninakuruhusia pesa yako. Tunawachana. Tukuzana Equity, tuweka agreement letter. Kwa sababu gani? Nimebariki. Mimi ni wakati kabla ya kuleta bishop na wale wazee nilikuwa ninatoka Dadoa Mungu nikienda kazini. Lakini saa hii Bwana asifiwe sana. Mnajua ninakujanga na nini? Sababu yale ni kutoa. Yale bahasa nilifanya nini? Niyapatia majina. So, na mimi nikaambia Bwana, kutoka siku ya leo sitawahi kosa kutolea fungu la 10. Na ninaambiaga Bwana nisaidie nisikose kutoa. Nisikose kutoa. Na ninakumbuka kwamba leo nimesema ya kwamba tunaongea kuhusu kutoa. Si ni kweli? Ni kama mafundisho, si kama mahubiri, lakini kama maushuhuda. Ndio ya kwamba tusikae maskini. Kuna hali ya kujifungua, kuna hali ya kwamba unaweza kufanya na maisha yako ikabadilika. Kuomba si mbaya. Tunaweza tukaomba, unaweza ukaomba ukitarajia unataka kitu, lakini uombe na uombe na uombe. Lakini mpaka wakati utatoa, Bwana asifiwe sana, itakuwa ni ngumu kubarikiwa kama hautatoa. I can tell you for sure. Nakumbuka kwamba siku moja nilikuwa ninaenda kesha kanisa ingine hapa Phase 2. Hiyo miaka ya zamani. Na kuna mama alikuwa anakuja. Tukianza kesha, yeye ni kulia. Karibu miezi 2 anakuja. Hiyo tu analia. Mpaka sasa tukaona sasa shida. Lakini akaitwa na wamama. Mama, ni nini? Sasa mama akaambia mastaibu yake, akaambiwa enda umtolee Bwana kwa madhabahu ya kwenu. Hiyo mama hakurudi tena. Alibarikiwa. Sisemi kuomba ni mbaya. Kuomba ni ya maana. Biblia inasema ya kwamba tusikome kuomba. Tuombe kila wakati. Lakini maombi mpaka ipelekane na matendo. Ndugu, huwezi ukasema ya kwamba utaomba uombe ama uombee shamba na wewe hujapanda mbegu na imee. Hapana. Biblia imetuambia katika kitabu ya Mhubiri 11 ya kwamba scatter. Yaani wewe uweke kila kitu, uweke mbegu zako kila mahali. Wakati mvua itanyesha, itachipuka. Lakini kama ni kuomba si mbaya. Kuna maombi mara 2. Na ninataka waubaji tu mnishike vizuri. Kuna kuombea kanisa, kuna kuombea taifa, hiyo ni amana sana. Lakini kwa sababu yako binafsi wewe mpaka utatoa kitu. Utagharimika. Mungu alipenda ulimwengu akamtoa Yesu. Kabla ya Yesu Kristo kutolewa hakukuwa na Kristo. Lakini kwa sababu ya Kristo Mungu alipenda ulimwengu. Hakumalizia hapa. Mungu hakusema sababu nimependa ulimwengu sana. Aliupenda tangu kuumbwa ama wakati aliumba ulimwengu. Lakini ni mpaka wakati alitoa mwanawe wa pekee ndipo wewe ukapatika wewe na mimi. Kwa hivyo wapendwa, fanya kitu. Wewe uko na jambo katika maisha yako. Kuna kitu umeiombea sana. Siku moja uchukue bahasa na uhitaje jina. Useme Bwana, hii ni ya kunifungulia mlango wa kazi. Hii ni kwa sababu ya watoto wangu. Hii ni kwa sababu ya mambo fulani na Mungu atafanya namna hiyo. Ama ukiahidi Mungu kitu, Mungu anakona masikio na atasikia. Bwana asifiwe sana. Tusiende biguni kama sisi ni maskini. Hiyo ndio kitu mimi nisema siwezi kubali. Afadhali niende binguni kama nimefanya mambo mengi na nijue ya kwamba nilifanya. Lakini kuna ni mzuri kuomba. Lakini usikae maisha tu moja. Hapana, kuwa na kitu ya kukubadilisha. Wakati mmoja ulitoka point A, ukaenda point 2, ukaenda namna hiyo na umeokoka na unatoa na Mungu ataendelea kukubariki. Nilisema ya kwamba Jumapili iliyopita nilikuwa kwa ibada ya pili nikihubiri. Mke wangu anaishi nyumbani. Na wale wanamjua wamama wengi wako hapa wanajua mke wangu alikuwa na ugonjwa wa arthritis na mnajua hiyo ugonjwa inasumbua mama sana. Ama mtu yote ambaye ako na ugonjwa wa arthritis, mnajua ile shida inakuanga. Wengi hawaponagi, wanakufa. Wakati mke wangu ameenda nyumbani na arthritis ikawa mbaya. Ikawa sasa anaenda na mti. Mama Mbogo, wewe unajua hiyo. Akaenda naenda na mti hata saa nyingine hatoki kwa kitanda. Tukaambiwa twende Narok kuna daktari. Tukaambiwa twende wapi kuna daktari wa arthritis. Tukazunguka karibu sehemu mingi lakini tukapata dawa mingi lakini ilikuwa ni bure.
Ya mwisho nikampeleka Kijabe. Sasa wakati walimwangalia wakaona arthritis imekula miguu yote, magoti kabisa. Awekwe bakuli. Na hiyo bakuli moja ni 1250 na siku hiyo hatukua 250. Nikamwambia mama, sasa waenda nyumbani, hata hakuna haja kuja Nairobi. Wewe kaaga nyumbani, Mungu atakuonekani. So mke wangu akawa anapelekwa kanisani na pikipiki. Wakati moja ni kanisa nyumbani ni ya Pefa tu. Mchungaji akasema ya kwamba wako na hitaji ya kuweka gate. Na hiyo gate inagharimu 25,000. Na ni kitu mchungaji alikuwa amesema kwa muda mrefu, na unajua kule watu wa nyumbani hawanaga hiyo pesa mingi. So ikashindikana. Wakati ule mke wangu alipelekwa mara ya kwanza, akasikia kuna hitaji ya mlango 25,000. Alitoa yote. Ninasimama hapa mbele ya madhabahu. Alipona ajioni. Kapona kabisa. Na si kwamba mke wangu hatoagi fungu la 10, si ati hatoagi mahitaji mengine, lakini ilikuwa specific. Ninatoa kwa sababu ya magoti. Mke wangu hangeteremuka, hangepanda, alikuwa anaenda na miti. Hata kutoka tu kwa kitanda mpaka aombe Mungu ampatie nguvu. Mpaka mimi nikasema jameni, mke wangu ataniwacha. Na zaidi ndio tunaanza maisha at 40. Nisikitika sana. Nilikuwa ninaenda nyumbani, ninarudi, namuona. Lakini sahi anafanya kazi kubwa. Sahi anaweza panda milima, anaweza teremuka. Juzi aliniambia alifukuzana na ng'ombe na alikimbia bio hata kuliko ng'ombe. Imeenda katika shamba ya wengine. Mtu ambaye alikuwa awe kiwete ama weko bakuli. Sijui ni bakuli zinawekwa ama ni mabati. 1200 na moja mguu moja. Ya pili kwa hivyo ingekuwa 1500. Hatakuwa. Wapea tunasema ya kwamba Hana alipatia Mungu ahadi ya kwamba ukinipatia kijana, akawa specific. Na ndio tunasemanga wakati unatoa bahasha yako, usitoe bahasha yako kwa sababu imetangaza kwamba ni wakati wa kutoa sasa, watu watoe fungu la 10 na watoe sadaka. Sasa na wewe kwa sababu ni kama umechukua hii ni kama tu kawaida, wewe unapeleka tu bahasha yako. Hapana. Toa ukisema hii bahasha unatoa kwa sababu ya jambo fulani. Taja jina ya ile kitu. Wakati askofu huwa anatuambia kwamba hii pillars kuna dada alisimamia hii, sijui ni hii ama na madirisha. Na akasema kwa sababu ya watoto wake, wote walienda university. Nashukuru Bwana. Usicheze na kutoa fungu la 10 ama sadaka yote. Wewe toa tu hata kama ni pesa kidogo. Biblia inasema ya kwamba hata yule mama alitoa senti 2, alitabulika. Wewe nataka niseme ya kwamba hakuna pesa mingi sana na hakuna pesa kidogo sana. Hapana, ile uko nayo ndio mingi, toa yote. Hata yule mama alitoa alikuwa hana chakula, walikuwa wapiga sijui mkate ya mwisho na wakufe. Kila alipatia mtumishi Elisha akampatia mtu mkate ambao walikuwa wakule na wakufe. Elisha alimwambia namna gani? Enda uombe nini? Mitungi. Hiyo mama akawa wholesaler wa mafuta. Kwa hivyo wapendwa, tusiende biguni na tunataka tumalize operation maliza umasikini hii kanisa. Tuwe watu ambao mtu ako na kitu yake. Na niseme ya kwamba kama vile tumesoma katika kitabu ya Mhubiri. Siku ambazo tunaishi sio siku mzuri sana. Vile tunasikia mataifa wanapigana, Iraq wanapigana, Iran wanapigana na Israel, Amerika, Russia, hiyo ingine namna hiyo. Hatujui kama ndio mwanzo wa mwisho wa dunia. Na Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho kutakuwa na shida. Shida itakuwa mingi, upendo wa wengi itapoa. Pesa haitakuwa sababu makazi hata sasa katika taifa letu. Unakuta watoto wanamaliza shule lakini hakuna kazi. Wanakuwa depressed, wazazi wanakuwa na depression, kila mtu ako na shida kwa sababu ya hakuna kazi. Kazi zote tulihamisha tukapeleka nchi ya jirani. Na ile kazi kidogo imebakia, sasa ushuru iko juu. Vijana hawana kazi. Lakini Mungu wetu ninataka kuamini na moyo wangu wote, hata kuacha na hata niacha. Wewe ukitoa kulingana na neno la Mungu. Neno la Mungu si ati kuna wakati itapelekana na hali ya dunia.
Neno la Mungu litasimama mpaka mwisho. Mpendwa, wakati unazoea kutoa kile kidogo uko nacho, siku moja Biblia inasema ya kwamba wakati mawingu yatajaza maji, ikimwagika itamwagikia mbegu yako, chochote ambacho ulitoa, na Mungu hatawahi kusahau. Kwa hivyo toa. Baada ya kutoa bahasha 3 na wazee wale wakaondoka, kuna huyu mzee mmoja alisema ya kwamba, Kinyanjui, utabarikiwa. So hiyo mimi nikaishika, nitabariki. Mke wangu amepona, ameenda nyumbani, na kwa bahati mzuri akaanza kununua shamba ya kwanza alinunua na akaandika jina langu, na siku nimejua, sijui alitoa wapi document. So shamba ya kwanza akanunua na jina la mashamba mengine karibu eka 16 yeye amenunua huko, baada ya kuombewa. Ama baada ya hiyo, tusione kama ni kitu, na sisemi namna hii kanisa ati ni kujidai. Hapana, ninasema the reality, ili wewe kama utaweza kusimama na msimamo wako, useme ya kwamba kutoka leo nitaanza kutoa, utaona Mungu akifanya kazi. Mke wangu nikamwambia, sasa nitakujengea wakati nilianza kujenga nyumba nilikuwa na 1250 na nikadhani nyumba hiyo pesa itajenga hiyo nyumba inimalizi, na tukachukua plan nikapelekea mama, hii plan sasa niko na 1200, nitakuletea hiyo pesa uanze nyumba itamalizi. Wakati nimpelekea 250, nyumba haikutoka chini. Nikamwambia rudi Nairobi. Nikaambia Bwana, sasa nifanye namna gani? Kanisa, wacha niseme ukweli kabisa. Nilienda pamoja na Mungu nikasema nitachallenge neno lake. Umesema ya kwamba tutoe tuone kama hautafungua madirisha. Mimi nikaambia Mungu, mimi sitatoa ile nimepata, nitatoa ya mbele. Kama askofu angekuwa hapa angekuwa mshahidi wangu. Mimi nilikuwa ninatoa 7,000 ya next week. Na kila wiki ninapata pesa kama hiyo. Imani tu. Ninatoa mbele. Unajua watu wengi wanagojeanga ile kazi watafanya na faida yake. Mimi sikuwa nataka kujua. Nilikuwa ninatoa mbele. Kama sasa leo ni Sunday, ninatoa next week. Na Mungu ni mwaminifu. Nyumba ya 4.5 tulijenga na 11 months na ikaisha. Nani alikuwa huko? Edariso ulikuwa Nyumba ni kidogo. Ya room 9. Na tumeongezea nyingi. Na hii haitokani ati mimi sikusoma sana. Although nasemanga nienda university, lakini tunaenda kupaka rangi. Ninasema namna gani? Mikono yangu. Niambia Mungu, mimi sijasoma sana, lakini ulisema utabariki kazi ya mikono ya. Ninakuinulia mikono yangu. Ninakuomba unibariki chochote ambacho nitafanya. Mungu kaweza kunibariki. Na mimi ukinibariki nitatoa. Kuna challenges tena ya kutoa. Wakati moja na nimaliza na hii. Pastor Mike, uliniambia mpaka saa hii wacha nitoe ushuhuda ya mwisho. Wakati moja sasa nimeanza kutoa fungu la 10, nimeanza toa fungu la 10. Ni kutoka pahali pangu pa kazi nilikuwa nimeweka 300. Ni wakati huo sasa, wakati ule wa kwanza. Na kufika hapa kanisani pale kwa gate kuangalia nikakuta 300 hakuna, nilikuwa nimeweka kwa bahasha imepotea. Sababu 300 ilikuwa kulingana na ile kazi nilikuwa nimefanya. Kufika pale kwa gate na hakuna, hata sikuingia kanisani, nikarudi tu kwa nyumba. Hiyo pesa nilihuzunika na nikasikia vibaya, sababu ilikuwa fungu langu la kwanza. Lakini Roho akanisugumzia usiku na nikashukuru. Unajua Roho anatembeanga Roho akaniambia na ni roho fulani, ile pesa umetoa, ile pesa imepotea si yako, ni ya Mungu. So nikasikia vizuri. Ile 300 imepotea si sababu mimi nilikuwa nimeamua kutoa na nimekuja direct mpaka kanisani, lakini mahali ilipotelea sijui. Kwa hivyo nikasikia nimeridhika. Wacha nimwambie kanisa. Baada ya kusema ya kwamba ati nilitembewa na roho, kumbe alikuwa ni roho ya shetani. Kutoka wakati huo kazi yangu ikaharibika mpaka karibu sasa nikakopa. Msichana wangu ambaye alikuwa Dubai, nikamwambia tafadhali kopesa pesa fulani na usiambie mama, sababu ataleta shida. Akanikopesa ndio nilipe deni. Lakini nikamwambia Mungu, wakati sasa utanibariki nitatoa mara ngapi? Mara 2. So nikalipa ile ilipotea na the current. Na Mungu akaanza kunibariki.
Kwa hivyo wapendwa, ninasema kuhusu kutoa. Kutoa ni nguvu. There's power in giving. Na useme ya kwamba wewe lete pesa yako hapa na uipatie jina na utaona. Ni kama huyu msichana ambaye alikuwa anaitwa Mase. Ni katoto kadogo kalikuwa ka Sunday school. Nilikuwa ninakafundisha Sunday school hapa miaka fulani. Na wakati huyu mtoto alienda secondary, na kila wakati akikuja baada wamefunga, kile walikuwa anapatiwa pocket money, alikuwa anatoa fungu la 10 na analetea mchungaji. Mimi nikauliza huyu msichana, alikuwa mdogo, wakati utakuwa mkubwa unataka kuwa nini? Akasema nataka kuwa flying doctor. Flying doctor na iwe hivyo. Nikakaombea, msichana akakuwa mkubwa, akaenda mpaka university. Sasa baada ya miaka mingi, siku moja nikasikia sasa ako na hiyo ndege. Anaenda Zambia, anaenda Sudan, sijui anaenda Somali, kutokana na nini? Na ndoto yake. Hiyo mama yake alikuwa anakaa hapa phase 1. Na baadaye akaenda ng'ambo. Mama sijui ni wangapi wanamjua. Sijui mama Mboga anamjua. Na huyu msana sasa hivi nasikia kwa Nairobi Hospital. Kwa sababu gani? Huyu mtoto alianza kutoa, akaanza kujizoesha akiwa mdogo. Na sasa mpaka wakati alikuwa mkubwa hakuacha kutoa. Na ndoto yake ikafanya nini? Sababu Mungu alikuwa anataka fanya kazi mahali fulani, lakini Mungu akataka kutimiza ndoto yake. Unataka kuwa flying doctor, fanya miaka 3. Lakini Mungu akamweka mahali nafanya nini? Mpaka sasa yako mahali pa. Na wanajua na bishop. So ndio ninasema ya kwamba wapendwa, kama ningeulizwa kila mtu hapa, hata kama ni Jumapili ijayo, ukuje kama uko na bahasha na useme hii bahasha ni ya kitu fulani na ni ya kufungua, nikifungua mimba kama ya Hana. Hana alifunguliwa mimba na matoleo ya kwanza. Na Samueli pia. Sababu alisema nataka nani? Kijana. Na akaleta Samueli katika nyumba ya Mungu na ikawa Samueli amefungua hawa watoto wengine wote. Wewe ni kitu gani utaleta ili kaweze kufungua baraka zako? Fungu la 10 ni mzuri, matoleo mengine ni mzuri, na ile nyingine ambayo ni ya utaratibu ama ile ya mazishi kila mtu atoe 300. Sisi tunaambia tutoe 500 na zingine hatunanga. Lakini ni gani wewe mwenyewe utajitolea useme sasa ninataka kuanza afresh. Ninataka kuanza upya. Na hii bahasha sasa ni ya kunifungulia mlango, ni ya kufungulia madirisha. Ninataka kazi, kuna kazi umekuwa ukiombea. Kuna milango umekuwa ukiombea na ikini imefungwa. Lakini sasa hii itakuwa kifungua milango ama kifungua baraka. Na itakuwa Mungu anasikia. Ako na masikio ya kusikia. Si kama yule kiongozi aliambiwa kwa masikio kubwa. Lakini masikio ya Mungu inasikia. Nasikia. Kwa hivyo wapendwa, si kitu ya mzaha. Leo nilisema ya kwamba nitatoa maushuhuda kwa sababu ya kutoa. Unajua wakati mwingine wakati tunahubiriwa vizuri na tunaokoka, wengine wanapona na tunaenda mbinguni. Lakini kabla tuende mbinguni, utaenda ukiwa maskini mapendwa. Mimi nimesema ya kwamba sikusoma sana. Lakini Mungu amenibariki kama mtu ambaye amefanya nini? Amesoma. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo nimezungumza kuhusu kutoa. Na kutoa si mara mingi ambao ni somo ngumu. Lakini kama uko na kitu Mungu amekutendea sababu ya kutoa, ni mzuri kusema. Kornelio alijulikana kwa sababu ya kutoa, si kwa sababu ya mambo mengine. Hakuwa amesema ya kwamba anataka kuokoka, hakusema sababu ama anataka kujiunga na wana wa Israeli, hapana. Alikuwa anatoa kwa sababu alijua nguvu ya kutoa. Hata huyo mwingine anaitwa Dorcas, wakati alikufa, wamama wakatoa, wakafanya inaitwa nini? Ile inasemanga haki yetu. Mama hawezi kufa, alikuwa anatutolea sweta. Ni kampeni ama nini? Maandamano. Wamama walifanya maandamano. Mpaka Petro akakuja akasema hapana, na afanye nini? Afufuke. Huyo alifufuka kwa sababu ya kutoa tu. Si kwa sababu, yani afufuke kwa sababu gani? Alikuwa anatushonea sweta. Hiyo tu. Hii si kitu ya mzaha, ni kitu practical. Kama unaweza ukajaribu, na mimi ninaomba Pastor Mike, kama bahasha inaweza kuja hapa next week, kila mtu aweke bahasha. Kila atasema ya kwamba hii ni ya kufungua, nikifungua mimba kama vile Hana.
ilifunguka kwa sababu ya nini? Na kujimimina. Hata Zakayo yule alikuwa juu ya miti, wakati alienda kwa Yesu alitoa na akasema ya kwamba kama ameiba atapatia yule ambaye aliiba mara 4, na hii pesa nyingine atapatia nini? Maskini. Alikuwa mtu mbaya Zakayo, hakuwa anapendwa, alikuwa mtoza ushuru, na alikuwa mbaya kuliko KRA ya Kenya, alikuwa anaogopewa sana. Lakini wakati Yesu aliingia na alianza tu kukula chakula, hata Yesu hakuwa amesema kitu. Yesu alikuwa ni kukula tu, kukula, lakini ile presence, ile uwepo wa Yesu kwa mahali pale, akajihukumu akasema, mimi sijawahi kulipa mtu ambaye nimeiba nini? Pesa. Lakini kwa sababu ya uwepo wa Yesu, mtu yote ambaye nimeiba apanga laini, nitakulipa mara ngapi? Hawishi ningekuwa mahali pale, nilipo tu mara 4. Na ile nyingine ambayo ilibakia apatie maskini. Kwa nini huyu mtu asibarikiwe? Biblia inasema ya kwamba yeye pamoja na nyumba yake yote wote waliokolewa na watapata uzima wa milele. Ni kutoa, si kitu kingine. Lisha watu wa Mungu, lisha watumishi wa Mungu. Toa kwa sababu ya kufungua mambo yako. Iwe ni kifungua mimba. Hiyo ndio neno ninataka kuacha. Uwe na kitu ambacho itafungua mambo yako. Kama vile Ana, Samueli ilikuwa ni kifungua mimba na akafurahia. Na alikuwa mzee. Sitaki kusema kuhusu Abraham na Isaac na wale watu wake wale 400 sababu ya wakati. Lakini wakati unatoa, nataka nikwambie mpendwa, hata kama si leo, kesho utabarikiwa. Kwa hiyo wapendwa, mkaweza kubarikiwa sana, na ninaomba kama tungeweza Jumapili ijayo, hata kama sitakuwa, wewe ujimimine useme ya kwamba kama Masi, mimi nataka kukua flying doctor. Toa bahasha tu na uhitaje jina. Mimi nimesema practical kitu ambacho nimepitia, mke wangu alipona, mimi nikaweza kubarikiwa, na ni kwa sababu ya kutoa. Na kama ni kujenga, ninatoa mbele. Na wakati nyumba ilimalizika na ikafunguliwa, kuna wadada walienda na ikafunguka, nikawacha kutoa na pesa ikaisha. Kaisha kabisa, nikaambia Mungu, ama niendelee, lakini mpaka sasa hivi ninaomba Mungu kaweze. Kwa hivyo Mungu anasikia, masikio yake ni ya kusikia, si kubwa kama vile tunasikia, ni ya kusikia. Bwana akaweze kuwabariki sana, tuanze kutoa na tujue ya kwamba viongozi wetu wanaenda wapi? Kanamai. Wacha hiyo nisema hata mamu akiwa hapa. Na sisi ndio tunawapeleka. Kwa hivyo anza na hiyo na Mungu atakubariki. Unawapeleka tu hapa Mombasa, wewe utaenda mpaka ng'ambo. Mimi kama Kinyanjui, watoto wangu wote wameenda ng'ambo. Hata mama wameenda kwa sababu ya kutoa. Pastor Francis, ni mimi sijaenda sababu sakangi. Naonanga ndege ikipita juu na naonanga hakuna njia, hata sijui zinaenda namna gani. So nitaenda wakati mmoja Bwana akipenda. Lakini watu wangu, familia, my family, yani familia yangu ni mke wangu na watoto wangu. Na saa hii kuna vita huko. Watoto wangu ni wapi? Tunaongea kila asubuhi. Dadi usiogope, sisi tuko. Hata mmoja akaniambia wakati vita ilianza ndio alipandishwa promotion. Mzee wangu nitakuonyesha hiyo picha. Ameongezwa promotion kutoka grade A mpaka hiyo nyingine. Na kuna vita. Kwa sababu gani? Tunaombea na tunatoa kwa ajili ya watoto. Sababu wakiwa kule ng'ambo, kule Dubai, si kama dhika atakuja na mguu. Hapana. Lakini mahali wako Mungu awafanya nini? Awalinde. Na wanaongeza promotion. Bwana akaweze kuwabariki sana, wapendwa. Mimi ni maombi yangu kama tutaanza kutoa, tutoe tu hata kama si fungu la 10, lakini akifungua mimba katika maisha yako na utaona Mungu. Ni Biblia inasema. Hana kifungua mimba yake ilikuwa ni Samuel na Mungu alimbariki na hiyo. Hata Mungu awabariki sana na watendee mema. Asante. Mungu libariki neno lako. Mungu tuomba ulibariki neno lako. Mungu taomba ulibariki neno lako. Mungu tuomba ulibariki neno lako. Mtumishi wako mwinue umpeleke viwango vingine. Mtumishi wako mwinue wapeleke kiwango kingine. Watumishi wako wainue wapeleke viwango vingine. Watumishi wako wainue wapeleke
kiwango kingine. Wainue Baba, wainue uwapeleke Amerikani. Wainue Baba, wainue wapeleke Amerika. Wainue Baba, wainue uwapeleke Tanzania. Wainue Baba, wainue wapeleke Tanzania.